Mgomo wa madaktari katika kaunti ya Isiolo umeingia siku ya 17 huku chama cha madaktari nchini KMPDU wakilalama kutokana na mazingira mabaya ya kazi na kutolipwa kwa mishahara yao kwa miezi mitatu mfululizo. Naibu katibu mkuu wa KMPDU Daktari Dennis Miskela amesisitiza kuwa madaktari hawatarejea kazini hadi pale watakapolipwa mishahara yao, kupandishwa vyeo na kurejeshewa kwa bima yao ya matibabu ya SHA. Leo hii tumekutana na madaktari wetu hapa Isiolo kuongea nao kuhusu mgomo wao ambao umefika sasa siku ya 17. Na huu mgomo ulianza sababu madaktari wa Isiolo walihisi kwamba kaunti ya Isiolo haiko na ajibika vilivyo. Wafanyikazi wa Isiolo County, madaktari wetu hawajalipa mshahara miezi mitatu. How do you expect watu waende kazi hujalipa mishahara miezi mitatu? Kenya mzima, nchi mzima, kila county imelipa watu mishahara except county yetu ya Isiolo, na tukawauliza kwamba pesa yetu imeenda wapi. Hakuna mtu ambaye anatueleza waziwazi mahali mishahara ya wafanyikazi wa Isiolo imeenda. Bado hii county ndio ile county ambayo watu wanakatwa pesa ya medical cover SHA, lakini haifikishwi Nairobi kwa ofisi ya SHA. So wafanyikazi wetu wenzetu hapa hawana medical cover. Pia kuna mambo kuhusu mambo ya promotions kwamba hii county yetu haijaongeza daraja kazi. Madaktari kwa miaka inakaa miaka 7 umefanya kazi katika daraja moja, miaka 7, miaka 8, miaka 10, ila wenzako katika county zingine wamepewa promotion zao. Na ndio maana juzi tumeamua kuja katika mgomo, kwa sababu pia jinsi wanavyoteseka hivi, pia ukienda pale hospitali wagonjwa pia wanateseka. Hakuna madawa ya kutosha, hakuna vifaa vya kutosha, na yet bado unapata wale wasimamizi wa county, chief officer na wenzake bado wanadhulumu madaktari, wanatisha madaktari. Tukiwaambia kwamba vifaa vimo, wanalaumu madaktari kwa makosa ambayo ni yao. Na pia tumegundua kwamba hii shida yote hapa Isiolo imeleta kwa sababu kuna confusion mingi katika leadership. Kuna camps mbili katika hii government, na wanapopigana, wanapojua kwamba fahali wawili wakipigana ni nyasi inaumia. So wafanyikazi wa Isiolo County wanaumia kwa sababu hizi camps katika management haizika chini wakaamua jinsi wanavyofaa kufanya kazi yao. Imeisha sasa, hizi wagonjwa waendi huko. Tujiulize kama hao mama zetu, watoto wetu, babu zenu mapato duni, so they can't afford private, pia hawezi enda huko hospitali kwa umbali. Fighting should not come to at our expense and the expense of the lives of the people of Isiolo. Let them put their house in order, then we are more than ready to listen to them and engage with them constructively. Na sasa wengine wataka kwenda kotini, wataka kwenda nini, hata waende koti, we will not go back to work unless wakae chini na sisi na watuambie kwamba hizi shida zetu tumezisema, wataziangazia.